Zingatia mambo haya makuu matatu ili mwili wako uwe unafanya matengenezo kila kukicha. Lengo uweze kuchelewesha kupatwa na magonjwa sugu ya lishe. Jambo la kwanza, hakikisha unakula kwa kusikiliza mwili. Usile kwa kufuata muda wa kula umefika. Wewe nafahamu unakula kwa sababu saa 2 imefika, unatakiwa ule breakfast. Unakula kwa sababu saa 6 imefika, unatakiwa upate lunch. Unakula kwa sababu saa 1 imefika, unatakiwa ule dinner. Usifanye hivyo. Kula kwa sababu njaa imekufika, unatakiwa kula. Sikiliza mwili wako, usiende na saa. Watu wengi huwa wanakula kwa sababu muda umefika hata bila kuwa na njaa. Jambo hilo huzuia mwili kufanya matengenezo. Ukiwa na milo mingi kwa siku, homoni zile zinazoratibu matumizi ya chakula, homoni ya insulin na homoni zinginezo, huzuia mwili kufanya matengenezo. Jambo la pili, hakikisha muundo wako wa sahani, vyakula robo 3 ya sahani yako vitokane na vyakula vya protini na vyakula vya mafuta. Tafiti zinasema kwamba vyakula vya sukari unapovimimina kwa wingi katika damu yako, vyakula hivi huenda kuzuia mwili usifanye matengenezo na kuzuia ukuaji. Unapotaka mwili ufanye matengenezo, tunahitaji growth hormone iwe kwa wingi. Sasa growth hormone haiwezi kuchovywa pale unapokuwa umemimina chakula cha sukari kwa wingi. Vyakula vya wanga na sukari ukimbiza homoni zinazoratibu matengenezo na ukuaji. Vyakula kama ugali, wali, ndizi, viazi, miogo, vyakula hivi vinachakaza mwili wako mapema sana. Jambo la tatu, hakikisha unapata usingizi mzuri, kwa sababu homoni ya usingizi huanza kuongezeka katika damu inapofika tu masaa 2 mpaka 3 toka jua lilipozama. Homoni hii ya usingizi huhamasisha pia mwili kufanya matengenezo. Kumbuka pia, unapokuwa katika usingizi mzito, homoni ya ukuaji, growth hormone, huongezeka kiwango chake, kuongeza nguvu ya mwili kufanya matengenezo. Kwa hiyo unaponyima mwili wako kupata usingizi wa kutosha, unajitengenezea maradhi mengi sana ya uchakavu wa mwili. Fikiria wewe ambaye una miaka, usingizi wako ni wa kusuasua. Ndio maana huishi kutumia dawa za maumivu, ndio maana huishi kulalamika maradhi ya hapa na pale, kwa sababu haufanyi mwili matengenezo, kwa sababu haupati muda wa kuupumzisha. Ni hayo tu ambayo unatakiwa kuyazingatia, nguzo kuu 3 ili uweze kuishi umri